Iran imechapisha maandishi kamili ya Memorandum of Understanding MOU kati yake na nchi ya Marekani. Rais wa Iran Masoud Pezeshkian alichapisha hati hiyo kwenye akaunti yake ya X akisema hii ni nyaraka ya kihistoria na ujumbe kutoka kwa Iran yenye nguvu. Amani itapatikana chini ya kivuli cha heshima ya pande zote. Kwa mujibu wa hati hiyo, Iran na Marekani zimependekeza kusitisha vita, kuondoa vikwazo vya kiuchumi dhidi ya Iran, kufungua biashara ya mafuta, kuachilia kwa mali za Iran zilizogandishwa na kuweka mfumo wa kusimamia utekelezaji wa makubaliano ya mwisho. Tafsiri ya MOU hiyo ni kama ifuatavyo. Kichwa: Memorandum of Understanding ya Islamabad kati ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran na Marekani. Jamhuri ya Kiislamu ya Iran na Marekani wamekubaliana kwa nia njema juu ya mambo yafuatayo. Moja, Iran na Marekani pamoja na washirika wao katika vita vya sasa wanatangaza kusitisha mara moja na kabisa kwa operesheni zote za kijeshi katika maeneo yote ikiwemo Lebanon. Pande zote zinaahidi kutoshambuliana tena kijeshi, kutotishiana kwa matumizi ya nguvu na kuheshimu mamlaka na mipaka ya Lebanon. Makubaliano ya mwisho yatathibitisha kusitishwa kabisa kwa vita katika maeneo yote. Mbili, Iran na Marekani zinaahidi kuheshimu mamlaka, uhuru na mipaka ya kila upande na kutoingilia masuala ya ndani ya upande mwingine. Tatu, Iran na Marekani zinajitolea kujadiliana na kufikia makubaliano ya mwisho ndani ya siku 60, isipokuwa muda huo uongezwe kwa makubaliano ya pamoja. 4. Mara tu MOU au Memorandum of Understanding hii itakaposainiwa, Marekani itaanza kuondoa mzingiro wake wa majini na vikwazo vyote dhidi ya Iran. Ndani ya siku 30 mzingiro huo utakuwa umeondolewa kikamilifu na Marekani pia itaondoa vikosi vyake katika maeneo ya karibu na Iran ndani ya siku 30 baada ya makubaliano ya mwisho. 5. Baada ya kusainiwa kwa memorandamu hii, Iran itahakikisha meli za kibiashara zinapita salama katika Ghuba ya Uajemi na bahari ya Oman bila malipo kwa siku 60. Biashara ya baharini itaanza mara moja. Iran pia itafanya kazi ya kuondoa mabomu ya baharini na vikwazo vingine vya kiufundi. Aidha, Iran itafanya mazungumzo na Oman kuhusu usimamizi wa baadaye wa mlango wa Hormuz kwa mujibu wa sheria za kimataifa. 6. Marekani pamoja na washirika wake wa kikanda itatengeneza mpango wa angalau dola bilioni 300 za Marekani kwa ajili ya ujenzi upya na maendeleo ya uchumi wa Iran. Mpango huo utakamilishwa ndani ya siku 60 kama sehemu ya makubaliano ya mwisho, na leseni, vibali na ruhusa zote zinazohitajika zitatolewa na Marekani. 7. Marekani inaahidi kuondoa aina zote za vikwazo dhidi ya Iran, ikiwemo vikwazo vya Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, vikwazo vya IAEA na vikwazo vya Marekani vya msingi na vya sekondari. Ratiba ya kuondolewa kwa vikwazo hivyo itakubaliwa katika makubaliano ya mwisho. 8. Iran inathibitisha kuwa haitotengeneza wala kumiliki silaha za nyuklia. Iran na Marekani zimekubaliana kushughulikia swala la urani iliyorutubishwa iliyohifadhiwa kupitia mfumo watakaokubaliana. Njia ya msingi itakuwa kuchanganya au kupunguza urutubishaji huo chini ya usimamizi wa IAEA, na pande zote zitajadili mahitaji ya nyuklia ya Iran na masuala mengine yanayohusiana. 9. Wakati wa kusubiri makubaliano ya mwisho, Iran itaendelea na hali yake ya sasa ya mpango wa nyuklia. Marekani haitoweka vikwazo vipya na Marekani haitopeleka vikosi vyake zaidi katika eneo hilo. 10. Mara tu memorandamu hiyo itakaposainiwa, Wizara ya Hazina ya Marekani itatoa ruhusa kwa uuzaji wa mafuta ghafi ya Iran, bidhaa za petroli, bidhaa zinazotokana na petroli pamoja na huduma zinazohusiana ikiwemo benki, bima na usafirishaji. Hali hii itaendelea hadi vikwazo vitakapofutwa rasmi. 11. Marekani itaweka wazi na kuruhusu matumizi ya mali na fedha zote za Iran zilizogandishwa au kuzuiwa. Fedha hizo zitaweza kutumiwa na walengwa watakaochaguliwa na Benki Kuu ya Iran, na Marekani itatoa leseni na vibali vyote vitavyohitajika ili kuwezesha matumizi hayo. 12. Iran na Marekani zitaunda mfumo maalum wa usimamizi wa utekelezaji wa memorandamu hiyo na kuhakikisha pande zote zinazingatia makubaliano ya mwisho yatakayofanikiwa. 12. Iran na Marekani zitaunda mfumo maalum wa usimamizi wa utekelezaji wa memorandamu hii na kuhakikisha pande zote zinazingatia makubaliano ya mwisho yatakayofikiwa. Makubaliano haya yanayoitwa Islamabad Memorandum of Understanding yanaweza kuwa moja ya nyaraka muhimu zaidi katika historia ya kisasa ya Mashariki ya Kati ikiwa yatatekelezwa kikamilifu. Hati hii haizungumzii tu kuhusu kusitisha mapigano kati ya Iran na Marekani, bali pia inagusa masuala ya nyuklia, uchumi, mafuta, usalama wa bahari, vikwazo vya kiuchumi
na mpangilio mpya wa nguvu katika Mashariki ya Kati. Swali kubwa hapa ni je, ni nani anayenufaika zaidi kati ya Marekani na Iran? Au dunia itabadilika vipi kutokana na MOU hii? Ili kuelewa uzito wa hati hii, lazima turudi nyuma hadi mwaka 1979. Mwaka huo, mapinduzi ya Kiislamu nchini Iran yaliiangusha serikali iliyokuwa ikiungwa mkono na Marekani chini ya Shah Mohammad Reza Pahlavi. Baada ya mapinduzi hayo, Marekani ilipoteza mshirika wake mkubwa Mashariki ya Kati. Ubalozi wa Marekani mjini Tehran ulivamiwa na mahusiano ya kidiplomasia yakakatika, huku Marekani ikaweka vikwazo vikali dhidi ya Iran. Kwa zaidi ya miaka 45 sasa, Marekani imeiwekea Iran mamia ya vikwazo, na Iran imeunga mkono makundi kama Hezbollah, Hamas na mengine yanayopinga ushawishi wa Marekani katika ukanda huo. Pia kumekuwa na vita vya kivuli katika Iraq, Syria, Lebanon pamoja na Yemen. Kwa hiyo, makubaliano haya ya MOU ya Islamabad yanajaribu kumaliza mgogoro uliodumu karibu nusu karne. Kipengele cha kwanza cha MOU hii ni kusitishwa kwa vita. MOU inasema kuwa Iran na Marekani pamoja na washirika wao watasitisha mara moja shughuli zote za kijeshi. Hii ni sehemu muhimu zaidi kwa sababu ikiwa kipengele hiki kitatekelezwa, mashambulizi ya makombora yanaweza kusimama, mashambulizi ya drones yanaweza kupungua pia, huku Hezbollah inaweza kusitisha operesheni zake dhidi ya Israel. Hata hivyo, vikosi vya Marekani katika eneo hilo vinaweza kupunguza shughuli zao za kijeshi. Hata hivyo, changamoto kubwa bado ipo. Makundi mengine yanayoungwa mkono na Iran yana uhuru wa kufanya maamuzi yao. Swali ni je, Hezbollah, Houthis na makundi mengine yatatii? Ikiwa hayatatii, basi makubaliano yanaweza kuvunjika mapema zaidi. Kipengele cha pili ni Marekani kuondoa vikosi vyake katika ukanda huo. MOU inasema Marekani itaondoa vikosi vyake karibu na Iran. Hili ni jambo ambalo Tehran imekuwa ikilitaka kwa miaka mingi zaidi. Iran imekuwa ikidai kuwa Marekani imeizunguka kijeshi. Marekani ina vituo vya kijeshi katika Guba na meli za kivita za Marekani zimekuwa karibu na mwambao wa Iran. Kwa Iran, hatua hii ni ushindi mkubwa wa kisiasa, na kwa Marekani, hatua hii inaweza kuwa sehemu ya mkakati wa kupunguza gharama za kijeshi katika Mashariki ya Kati na kuelekeza nguvu zake Asia na Ulaya. Kipengele cha tatu ni kuondolewa kwa vikwazo dhidi ya Iran. Hii ndio sehemu muhimu zaidi kwa Iran. Kwa miaka mingi, benki za Iran zimewekewa vikwazo kimataifa, mauzo ya mafuta yamewekewa vikwazo na mabilioni ya dola yamezuiwa katika nchi za nje. Matokeo yake ni kwamba mfumuko wa bei umeongezeka nchini Iran, sarafu ya Iran imeporomoka zaidi na uwekezaji wa nje umepungua katika nchi hiyo. MOU inasema Marekani itaondoa vikwazo vya msingi, vikwazo vya sekondari pamoja na vikwazo vya kimataifa. Ikiwa hili litatokea, Iran inaweza kushuhudia mapinduzi makubwa ya kiuchumi katika miaka ya hivi karibuni. Hata hivyo, athari kwa soko la mafuta duniani ni kwamba Iran ina mojawapo ya akiba kubwa zaidi ya mafuta duniani na inaweza kuuza zaidi ya mapipa milioni kadhaa ya mafuta kila siku ikiwa vikwazo vitaondolewa, na matokeo yake yanaweza kuwa bei za mafuta kushuka, mafuta mengi yataingia sokoni, OPEC kupata changamoto na kulazimika kurekebisha uzalishaji wake, huku faida kwa nchi zinazouza mafuta kuongezeka kwa kiasi kikubwa. Nchi nyingi za Asia pamoja na Afrika zinaweza kunufaika kwa mafuta kuwa nafuu zaidi. MOU pia inasema Marekani na washirika wake watasaidia mpango wa maendeleo wa thamani ya dola bilioni 300 kwa Iran. Hii ni fedha nyingi zaidi. Kwa kulinganisha, bajeti ya Kenya ya mwaka mzima ni ndogo zaidi ukilinganisha na kiasi hicho. Mpango huu unaweza kujenga viwanda, reli, bandari, mtandao wa nishati pamoja na teknolojia ya kisasa. Iwapo fedha hizi zitatolewa, basi Iran inaweza kuwa moja ya uchumi unaokua kwa kiasi kikubwa zaidi katika eneo hilo. Kwenye kipengele cha nyuklia, swali kubwa ni kwamba Iran inatoa nini? Hapa ndipo Marekani inapata kile ilichokuwa ikitaka kwa muda mrefu zaidi. Iran inasema haitotengeneza silaha za nyuklia. Pia inakubali urani iliyoboreshwa kusimamiwa na kuangaliwa na International Atomic Energy Agency IAEA. Hili ni jambo ambalo Marekani imekuwa ikilisisitiza tangu mwanzo wa mgogoro huu. Kwa Marekani, hatari ya Iran kuwa taifa la nyuklia itapunguzwa na mbio za silaha Mashariki ya Kati zinaweza kupungua kwa kiasi kikubwa zaidi. Vipi kuhusu Israel? Katika ukanda huo, hakuna taifa litakalofuatilia kwa karibu makubaliano haya kwa karibu zaidi kuliko Israel. Kwa miaka mingi, Israel imekuwa ikisema Iran ni tishio kubwa kwa usalama wake. Ikiwa Iran itaruhusiwa kupata fedha zaidi kutoka kwa kuondolewa kwa vikwazo, Israel inaweza kuhofia kuwa Iran itakuwa tajiri zaidi, ushawishi wake wa kikanda utaongezeka na makundi yanayoungwa mkono na Iran yataimarika zaidi. Kwa upande mwingine,
Ikiwa mpango wa nyuklia utadhibitiwa kweli, basi Israel inaweza kuona faida za muda mrefu zaidi. Kwenye mlango wa Hormuz ambao ndio mshipa wa uchumi wa dunia, MOU inazungumzia usalama wa mlango huo, huku Strait of Hormuz ikiwa ni mojawapo ya njia muhimu zaidi ya mafuta duniani. Takriban sehemu kubwa ya mafuta ya Ghuba kupitia hapo. Ikiwa meli zitakuwa salama, hakutokuwa na mashambulizi na hakutokuwa na migogoro, biashara ya kimataifa itanufaika kwa kiasi kikubwa zaidi. Washindi wakubwa makubaliano haya ni Iran pamoja na Marekani. Ikiwa memorandamu hii itafanikiwa, basi washindi wakubwa ni pamoja na Iran, ambapo vikwazo vitaondolewa, fedha zilizoganishwa zitaachiliwa, uchumi utapata nafuu na mafuta yataingia sokoni. Kwa upande wa Marekani, tatizo la nyuklia litadhibitiwa na gharama za kijeshi zitapungua katika ukanda huo. Na pia hatari ya vita vitapungua kwa kiasi kikubwa zaidi. Kwa China itanufaika kwa kupata mafuta mengi ya Iran kwa urahisi baada ya kupoteza Venezuela, huku Ulaya ikinufaika kwa usalama wa nishati na biashara, ambao kwa upande wao wamepoteza mbadala baada ya kupoteza Urusi ambaye alikuwa anawapea mafuta kwa bei nafuu zaidi. Hata hivyo, hakukosi kuwa na nchi zinazoweza kuwa na mashaka kuhusu memorandamu hii. Mojawapo ni Israel. Israel inaweza kuamini kuwa Iran imepewa faida nyingi zaidi. Baadhi ya nchi za Ghuba nazo zinaweza kuhofu kuongezeka kwa nguvu za Iran, na wanasiasa wa Marekani baadhi yao wanaweza kupinga kuondolewa kwa vikwazo. Wahafidhina wa Iran baadhi yao wanaweza kuona kuwa Iran imekubali masharti mengi ya Marekani kuhusu nyuklia. Ikiwa hati hii itatekelezwa kikamilifu, tunaweza kuwa tunashuhudia mwanzo wa sura mpya kabisa katika siasa za dunia. Makubaliano haya yana uwezo wa kumaliza miongo ya uadui kati ya Iran na Marekani, kupunguza hatari ya vita vikubwa Mashariki ya Kati, kushusha bei za mafuta duniani, kuimarisha uchumi wa Iran pamoja na kubadilisha mizani ya nguvu katika eneo lote la Mashariki ya Kati. Lakini tusisahau kuwa historia ya Iran na Marekani imejaa kutokuaminiana. Makubaliano mengi yaliyopita yalivunjika kutokana na mabadiliko ya kisiasa, migogoro ya kikanda na tofauti za kimkakati. Ndio maana swali muhimu zaidi si kama hati hii imeandikwa, bali ni je, Washington na Tehran zinaweza kuaminiana kwa muda mrefu na kutekeleza kila kipengele kilichoandikwa kwenye karatasi? Hilo ndilo swali kubwa litakaloamua mustakabali wa Mashariki ya Kati katika miaka ijayo baada ya memo hii.